ninaomba utakaso wako, ninaomba unitakase mfalme wa ajabu, ninaomba unirehemu Bwana. Yamkini kuna mahali ambako nilitembea kimazoea. Bwana ninaomba rehema. Bwana ninaomba toba. Ninaomba unitakase Jehova, ninaomba unitakase Bwana, ninaomba unitakase Jehova Shama. Wiki ilipoanza ni mimi Bwana, ninaomba rehema. Siku ya leo ilipoanza yamkini nilikwenda kinyume, nisikwende kwenye mafanikio yangu. Ninatoka leo, hivyo viti havina nafasi ya kunishikilia. Jioni ya leo ninachomoka kwa damu ya Yesu. Malango yangu funguka saa hii, hautamilikiwa na giza. Malango ya baraka yangu hautamilikiwa na giza kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kazi yangu hautamilikiwa na giza. Jioni ya leo ninatamka nikiwa madhabahuni hapa. Jioni ya leo ninatamka kwa damu ya Yesu, wewe giza hauna nafasi kwenye familia yangu, hauna nafasi kwenye kazi yangu, hauna nafasi kwenye karama yangu, hauna nafasi kwa damu ya Yesu. Riana mama seterebebe riatakosha tarababa. Endelea kuomba, iambie giza iachie. Anayezuia kwenye mafanikio yako achie. Kila kikwazo kitoke. Tumia tu nani kolofi, tumia na jina la Yesu. Lazimisha, sema by power by force, lazima linakwenda. Tumia jina la Yesu. Achilia tu moto kwenye njia yako. Sema yoyote anayekaa kwenye njia yangu ya mafanikio, ninaachilia moto wa damu ya Yesu. Ninaachilia moto wa jina la Yesu. Peleka tu moto. Achana na huyo anayekushangaa. Wakati ni wewe. Ni wewe na mambo yako sahihi. Ni wewe na Mungu sahihi. Endelea kuomba, mwambie adui yoyote aliyekaa katika nafasi yako ya kiti, chomoe. Yaani wewe unangoa kitu, hiyo ndio imani korofi. Giza zinazoshikilia hatima yako, piga hizo madhabahu. Tumia tu jina la Yesu, kwa sababu ndio jina lenye nguvu kuliko kitu chochote. Tumia jina la Yesu, tumia damu ya Yesu. Iambie tu jina la Yesu lipite. Iambie tu damu ya Yesu nimeshaachilia kwenye maisha yako. Mwambie Bwana, nimeshaiachilia damu yako kwenye kazi yangu. Pita kwenye kitabu cha Kutoka ya kwamba nitakapoiona, alikwambia atakapoiona hiyo damu. Achilia tu damu, ruhusu tu yeye apite. Kile kuna kitu kwenye biashara yako unaona kinakwenda au hakikwendi, hiyo damu ni wa Misri. Madeni ni wa Misri yako. Focus wewe na Mungu sahihi. Pambania hatima yako. Ninapeleka moto kwenye madhabahu ya ukoo wangu, ninakoshikilia hatima yangu. Ya dabakosa tarana baba kosi ana mayendesa. Ya baba kosa tarada baba. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, na kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea tu kuomba. Ukiwa unajua ni nini unachokwendea, omba. Tumia tu jina la Yesu ukiwa unajua ni wapi unakwenda. Tumia tu hilo jina. Tumia hilo jina. Unapoona mahali ni pagumu, wewe chonganisha na jina la Yesu. Sehemu unapoona ni unashindwa, chonganisha tu na hilo jina la Yesu saa hii. Yes. Endelea tu kumsihi, endelea tu kumsihi. Mwambie tu Bwana, pita. Niambia tu jina la Yesu linapita. Hata kwa huyo mtoto wako unayetamani kumuombea, niambie tu damu ya Yesu pita, alafu mruhusu yeye apite. Kwenye afya yako, unaona afya yako inakusumbua, iruhusu tu damu ya Yesu, afu mwambie yeye apite. Kwa sababu yeye akipita huwa haachi kitu kibaya. Sababu yeye akipita, yeye huwa anapita. Mwambie tu Bwana, pita. Pita hata kazini kwangu, tembea. Waondoe wale wanaonitaabisha kwenye mtaa wangu ninaoishi. Yes. Mshukuru Bwana kwa kinywa chako mwenyewe. Mshukuru tu Bwana kwa kinywa chako mwenyewe. Mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Asante kwa wakati huu wa maombi. Heshima na enzi yako.
na enzi yako, na enzi yako, na enzi yako. Mwambie Bwana, heri heshima na enzi yako. Mwambie heri ni kuabudu kwa uzuri wako. Mwabudu tu Bwana, mwabudu mwenyewe kwa kinywa chako. Yes. Heri heshima na enzi yako, na enzi yako, na enzi yako. Heri heshima na enzi yako, sasa na milele. Heshima, heri heshima, heshima na enzi yako, na enzi yako, na enzi yako. Heri heshima na enzi yako, sasa na milele. Heri ni kuabudu kwa uzuri wako, kwa uzuri wako, kwa uzuri wako. Heri mimi ni kuabudu kwa uzuri wako, sasa na milele. Sema heri, heri, heri ni kuabudu kwa uzuri wako, kwa uzuri wako, kwa uzuri wako. Heri ni kuabudu kwa uzuri wako, sasa na milele. Ni kuabudu, heri ni kuabudu kwa uzuri wako, kwa uzuri wako, kwa uzuri wako. Heri ni kuabudu kwa uzuri wako, sasa na milele. Inua mikono juu, sema tena heri, heri heshima na enzi. Imba kwa sauti, na enzi, na enzi, na enzi. Heri heshima, heri heshima na enzi, sasa, sasa na milele. Mwambie tena kwa sauti, sema heri, heri heshima na enzi, na enzi yako, enzi yako, na enzi yako. Heri heshima, na enzi, sasa na milele. Sema sasa, sasa na milele. Tamka, sema sasa, sasa, yes, na milele. Oh, sasa, sasa na milele. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Haleluya.
Kama unamwamini Yesu anayeweza mambo yote, mshangilie jioni ya leo, mshangilie. Mwambie Yesu unaweza. Hakuna jambo la kukushinda wewe. Haleluya. Ndio wimbo tunaenda kuimba sasa hivi. Piga makofi. Haleluya. Hakuna la kumshinda. Oh, unaweza, unaweza. Mwambie unaweza. Mwambie unaweza. 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 Hakuna jambo lililo la kukushinda. Sema unaweza. 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 Hakuna jambo lililo la kukushinda. Yesu. Sema unaweza. 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 Hakuna jambo lililo la kukushinda. Mwambie unaweza. 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 Hakuna jambo lililo la kukushinda. Mwambie unatosha. Unatosha. Unatosha Yesu. Unatosha. Unatosha Yesu. Unatosha. Unatosha Baba. Unatosha. Hakuna jambo lililo la kukushinda. Sema unatosha. Unatosha. Unatosha Yesu. Unatosha. Unatosha Yesu. Unatosha. Unatosha Baba. Unatosha. Hakuna jambo lililo la kukushinda. Ndivyo ulivyo Bwana. Wewe ni mfinyanzi. Vilivyoharibika unavifinyanga tena. Unavifinyanga tena. Unavifinyanga tena. Unavifinyanga tena. Jinsi upendavyo wewe. Ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo Bwana. Wewe ni mfinyanzi. Vilivyoharibika. Vilivyoharibika. Oh yes. Unavifinyanga tena. Unavifinyanga tena. Unavifinyanga tena. Unavifinyanga tena. Jinsi upendavyo. Jinsi upendavyo wewe. Ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo Bwana. Wewe ni mfinyanzi. Vilivyoharibika. Vilivyoharibika. Unavifinyanga tena. Unavifinyanga tena. Unavifinyanga tena. Unavifinyanga tena. Jinsi upendavyo. Jinsi upendavyo wewe. Mwambie unaweza. Unaweza. Unaweza Yesu. Unaweza. Unaweza yote. Unaweza. Unaweza Baba. Unaweza. Hakuna jambo lililo la kukushinda. Yesu. Mwambie unaweza. Unaweza. Unaweza yote.
kushinda. Yesu, sema tena, unaweza, unaweza, unaweza yote, unaweza Baba, hakuna. Yes, yapendeza sana la kukushinda. Yesu, mwambie ndivyo ulivyo, ndivyo ulivyo Bwana. Wewe ni mfinyanzi, wewe ni mfinyanzi, vilivyoharibika, vilivyoharibika. Unavifinyanga, unavifinyanga leo, na unafanya tena jinsi upendavyo. Mwambie tena, oh, ndivyo ulivyo, ndivyo wewe, vilivyoharibika. Yes. Hey. Tena na tena, tena na tena, jinsi upendavyo. Mwambie tena mara ya mwisho, ndivyo ulivyo wewe, vilivyoharibika. Oh yes. Jinsi upendavyo. Unaweza, unaweza, unaweza mambo yote, unaweza, unaweza Baba, unaweza, unaweza mambo yote, unaweza, hakuna jambo hilo la kukushinda, la kukushinda. Vigelegele shangwe, nasikia kuita kwa sauti yako, anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nasikia kwa sauti yako, anasema njoo kwangu nikurejeshe. Yaliyoibiwa, yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa, anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nikurejeshe, nikurejeshe. Imba kwa sauti, nikurejeshe. Anarejesha, anasema njoo kwangu kwenye ibada leo. Nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Hallelujah. Yeye ni mfalme wa amani. Hallelujah. Hey, imba sasa, sema amani ya moyo, amani ya moyo
Sema nikurejeshe. Anasema nikurejeshe. Anasema jitie nguvu kwa jina la Yesu. Imba na nafsi yako. Sema nikurejeshe. Hallelujah. Anasema mara mwisho sema nikurejeshe. Anasema piga makofi. Haleluya. Mshukuru Bwana katika jina la Yesu. Haleluya. Tumwabudu Bwana kwa kifupi. Turuhusu uwepo wake uingie nyumbani mwake katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, niko tayari. Ninapenda nikuabudu. Ninapenda nikuabudu Bwana wangu. Nikujue, nikufahamu, nikuone maishani mwangu. Haleluya mtakatifu. Inua mikono yako juu, tumruhusu Bwana, tayari uwepo wake uko mahali hapa. Haleluya. Ninapenda sana nikuabudu. Ninapenda sana nikuinue wewe. Ninapenda sana nikuadhimishe. Hallelujah. Inua mikono yako juu, funika macho. Ninapenda nikuabudu Bwana, siku zote nikuabudu Bwana, ninapenda nikuabudu Bwana, siku zote nikuabudu Bwana. Mwambie ninapenda nikuabudu Bwana, siku zote nikuabudu. Yes. Bwana. Mwambie tena ninapenda nikuabudu Bwana, siku zote nikuabudu Bwana, Bwana. Mwambie tena kupitia mtumishi wako. Ninaomba Bwana umpake mafuta mtumishi wako anapokuja sasa. Mtie nguvu. Sema naye na umuongoze katika njia za haki kwa ajili ya jina lako. Piga makofi kwa mtumishi wako. Haleluya. Sijasikia amina. Haleluya. Amen. Tutaenda kuomba kwa ajili ya kusudi halisi la Mungu ndani ya maisha yetu. Kusudi halisi la Mungu ndani ya maisha yetu. Lipo kusudi la Mungu halisi ndani ya maisha yetu, na tuweze tukapata kusudi zaidi ya kitabu cha Mwanzo 1:26. Mwanzo 1:26 ndio kusudi la mwanadamu halisi la Mungu ambalo lipo mahali hapo kwenye Mwanzo 1:26. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu,
wakatawale samaki wa baharini, wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na ndege wa angani, na wanyama, na wanyama, na nchi yote pia, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Amina. Hakutuumba ili tumwabudu. Lazima ujue hicho. Hatukuumbwa ili tumwabudu Mungu, kwa sababu Mungu aliweka viumbe vinavyomwabudu mbinguni. Sema amina. Kwa hiyo sisi hatukuumbwa ili tumwabudu Mungu. Tuliumbwa ili kutawala. Biblia inasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu ili akatawale. Kwa hatukuumbwa ili tuabudu. Tumewekwa hapa duniani ili tuweze kutawala dunia. Biblia inasema akatawale katika anga, akatawale katika ardhi, akatawale katika maji. Sehemu tatu ambazo tumepewa kutawala: anga, ardhi, maji. Mungu anasema akatawale katika samaki wa baharini, ndege wa angani, na vyote katika nchi vinavyotambaa, na vyote vilivyokuwepo katika nchi akatawale. Sehemu tatu ambazo tulikuwa na nguvu ya kutawala katika dunia hii ni maji, anga na ardhi. Na hilo ndio kusudi la Mungu. Mungu na Adamu walikuwa kila jioni wanaonana na kuweza kuongea. Hapakuwepo na ibada yoyote, hapakuwepo na kanisa, hapakuwepo na sehemu ya watu kukusanyika kama hivi tunavyokusanyika. Hapakuwepo na mazingira haya. Ilikuwa ni Adamu saa 12 lazima kuna sehemu wanakutana na Mungu na kuongea. Sema amina. Mungu alimweka katika Eden akamwambia, nimekuweka hapo ili uweze kuilima na uweze kuitunza, manake uweze kuifanyia kazi na kuiendeleza. Lakini kusudi Adamu atawale vitu vyote hapa duniani. Mtu mmoja aseme amina. Haleluya. Lakini baada ya anguko tukapoteza kutawala kwenye anga, kwenye ardhi na kwenye bahari. Ndipo shetani akatawala kwenye anga, kwenye ardhi na kwenye bahari. Ili mtu aweze kufanikiwa, lazima awe na nguvu ya utawala kwenye anga na kwenye ardhi na kwenye bahari. Na ndio maana unaona kwamba mambo mengi yanayofanyika ya kiushirikina yanafanyika baharini. Mambo mengi yanafanyika ya kiuchawi katika falme za anga. Biblia inasema, Paulo anasema, vita vyetu sio katika damu na nyama, bali katika wakuu wa giza, wafalme, wakuu wa anga na jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa shetani akamiliki sehemu zote tatu. Akamiliki kwenye bahari, akamiliki kwenye ardhi, akamiliki katika anga, badala ya sisi kumiliki. Kwa hiyo mwanadamu ili aweze kuwa na nguvu ya kumiliki, lazima katika ulimwengu wa roho anga ifunguliwe juu yake, ardhi ifunguliwe juu yake, na bahari ifunguliwe juu yake. Na kama hatujafunguliwa hivi vitu vitatu, hakuna nguvu ya kumiliki tena juu yetu. Tutakuwa tunajidanganya na shida zile zinaendelea, kwa sababu si kweli unaweza kutawala kama anga halijaweza kutawaliwa katika ulimwengu wa roho juu yako, na ardhi zijatawaliwa, na bahari hijatawaliwa. Nilikuwa nasema juzi kwamba kila mji unaoona Dar es Salaam katika ulimwengu wa roho una malango ya Dar es Salaam. Unaweza ukawa hapa Dar es Salaam lakini wewe haujaingizwa kwenye malango ya Dar es Salaam, na fedha yoyote ya Dar es Salaam haiwezi kufikia, kwa sababu katika ulimwengu wa roho haupo Dar es Salaam, na hakuna neema yoyote ile ya Dar es Salaam itakufikia. Kwa nini? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho hujaingia kwenye malango ya mji, upo nje. Lakini ili mtu aweze kutawala, lazima atawale katika ardhi, kwenye anga na kwenye bahari. Na hivi vyote usipotawala wewe,
maana yake wewe maisha unayoishi sio mtawala, haupo kwenye kusudi halisi, lakini unaishi maisha ya ujanja. Mtu yoyote anaendelea asipokuwa na nguvu ya kutawala sehemu tatu, ana mambo mawili. Jambo la kwanza, amepatana na shetani. Shetani amemfungulia anga, shetani amemfungulia ardhi, shetani amemfungulia bahari. Jambo la pili, anaishi kwa kujidanganya, kwa sababu hakuna kitu kinaweza kusimama ndani ya maisha ya mtu kama kusudi halisi halijasimama ndani yake la yeye kuwepo hapa duniani. Kama kusudi halisi halijarudi, basi hakuna kitu chochote kile ambacho kinaweza kikasimama juu yako. Sasa Yesu alipokuja, hakuja kutuokoa tu kwenye dhambi na kutuacha tu hapa duniani kama tulivyo, lakini alitukomboa na dhambi ambayo ilileta nguvu ya mauti, tukatolewa kwenye mauti. Na tulipotolewa kwenye ile nguvu ya dhambi na mauti na ile torati, ndipo ambapo Mungu akatuingiza katika Yesu Kristo, kusudi halisi ndani yetu likarudi. Kitabu cha Ufunuo 5 mstari ule, tuanzie mstari wa 8 mpaka wa 11 hivi. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 8 ndio mpaka wa 11. Hata alipokitwaa kile kitabu, nao wenye uhai wanne, na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo, kila mmoja wao ana kinubi, na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambao ni maombi ya watakatifu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, ndio wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu. Unastahili kuchukua hayo iko kitabu, kukitwaa na kuzifungua muhuri zake, na kufungua siri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako. Yesu alinunuliwa kwa damu yake. Watu walinunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo mbele za Mungu. Unajua, mtu akisema Yesu alikuja kwa ajili ya Waisraeli tu, maana yake hajui neno la Mungu. Yesu hajaja kwa ajili ya Waisraeli tu, alichinjwa kwa ajili ya watu wote, sio Waisraeli tu. Unajua, unaweza kuwa na kaneno kamoja. Yesu aliwaambia watu, sijaja isipokuwa kondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea. Watu wanashikilia hicho tu. Yesu hajaja kwa ajili ya Waisraeli tu. Hapo ukisoma Biblia inaonesha jinsi gani ambavyo Yesu hakuja kwa ajili ya mtu mmoja, alikuja kwa ajili ya ulimwengu, na sio tu kwa ajili ya ulimwengu, kwa ajili ya viumbe vyote. Kwa sababu ya mwanadamu kuasi na kuanguka, na viumbe vyote vilianguka, na uumbaji wote ulianguka. Naomba usome hapo tusikize kwa makini. Watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa ukawafanya kuwa ufalme, akatufanya kuwa ufalme wa Mungu na makuhani kwa Mungu. Nao wanamiliki juu ya nchi. Haya sasa, ngoja hapo. Nao wanamiliki juu ya nini? Juu ya nchi. Muulize jirani, unamiliki juu ya nchi? Na kama umiliki, maana kusudi la Yesu alipo tena kwako. Unamiliki nini hapa juu ya nchi? Kumiliki juu ya nchi maana yake kurudisha kusudi, kutawala maana yake. Kwa Yesu alipokufa na kufufuka siku ya tatu, aliturudishia kusudi halisi, na kusudi halisi la Mungu sisi ni kutawala. Nikwambie kitu kimoja kilichoongezeka ambacho nyuma hakikuwepo. Nyuma hapakuwepo na mauti. Mungu hakukusudia kutufe. Mungu alitusudia kutawala hapa duniani. Lakini kilichoongezeka wakati huu ni kwamba hatutotawala hapa duniani milele. Kwa sababu gani? Kwa sababu dunia imeshaharibika, na isingekuwa imeharibika, maana yake baada kufa Yesu na kufufuka tungekuwa tunatawala hapa milele. Hatutawali hapa milele. Kwa sababu gani? Tayari hii dunia ishaharibika. Kwa hiyo maana yake nini? Kuna kipindi ambacho tutakaa hapa duniani tukitawala
na baada ya hapo tunahamishiwa mji mwingine katika mazingira mengine. Hapo tunazungumzia unyakuo wa Yesu Kristo, lakini kusudi alijabadilishwa. Kusudi lipo pale pale. Sema amina. Kusudi bado lipo pale pale, halijabadilika. Lakini kilichoongezeka ni kwamba hatuwezi tukatawala milele hapa. Tutakuja kuhamishwa. Tutakuja kuhamishwa, tutapelekwa katika mji mwingine. Lakini huo mji mwingine hatuwezi tukakaa na miili hii, tutabadilishwa na miili. Biblia inasema mtabadilika, mtafanana naye. Anasema na huko hakutakuwa na kula wala njaa wala kilio wala mateso wala nini. Kwa hiyo hicho kilichobadilika ndio hicho. Lakini bado kusudi halisi la sisi, kwa sababu hata kule anasema nao watatawala pamoja naye. Tutatawala pamoja na Kristo, ama kumiliki pamoja na Kristo. Sasa tunaposoma Ufunuo, inatupa ufunuo wa kuonesha kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kutufanya kuwa watu wa Mungu. Maana yake akawafanya kuwa ufalme, maana yake akaturudisha katika kusudi la Mungu na kuwa watumishi wa Mungu. Maana yake makuhani, akawafanya kuwa makuhani. Mtu yoyote yule ambaye Yesu ni Bwana na Mwokozi katika maisha yake anapaswa kuwa kuhani. Kuhani wa kwanza anamkuhania nani? Anajukuania yeye mwenyewe maisha yake, kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu kokote anapoenda, sio aje kanisani tu, kokote anapoenda kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Lakini jambo la tatu, Biblia inasema anamiliki katika nchi. Maana tunapomiliki katika nchi, katika anga, katika bahari, kusudi lile halisi limesharudi. Endelea kusoma. Nikasikia sauti ya malaika wengi. Nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi. Pande zote za kile kiti cha enzi. Na za wale wenye uhai. Na za wale wenye uhai. Na za wale wazee. Na za wale wazee. Na hesabu yao ilikuwa 10,000. Ndio. Mara 10,000. Ndio. Na 1000 mara 1000. Wakisema kwa sauti kuu. Wakisema kwa sauti kuu. Astahili mwana-kondoo. Anastahili mwana-kondoo. Aliyechinjwa. Aliyechinjwa. Kupokea uweza. Kupokea uweza. Kwa hiyo tunapoingizwa kwa mwana-kondoo ambaye ni mzaliwa wetu wa kwanza, kitu kimoja kinachoundwa ndani yetu ni kitu kinachoitwa uweza. Uweza. Kuna vitu viwili tofauti. Kuna uwezo na kuna uweza. Uwezo ni wa kwako. Uweza unahusiana na Mungu mwenyewe. Yaani Mungu amekusaidia. Uwezo ni ile hali uliyokuwa nayo wewe, lakini uweza ni sehemu ambayo Mungu amefanya juu ya maisha yako, kwamba hapa kibinadamu haiwezekani, lakini Mungu anafanya. Na utajiri. Uweza na nini? Na utajiri. Na utajiri. Na hekima. Uweza na utajiri. Na nini? Na hekima. Na nguvu. Na nguvu. Na heshima. Na heshima. Na utukufu. Na baraka. Na baraka. Vipo vitu kama 7 hapo. Sema amina. Sasa kwa sababu tupo kwenye anguko, na anguko limetutoa kwenye kusudi halisi, na mpaka tunaanza kuhisi kama sisi tumeumbwa ili kumwabudu Mungu. Hatujaumbwa kumwabudu, tumeumbwa ili kutawala, na tunatawala tukiwa na mahusiano na Mungu kama Adamu alivyokuwa nayo. Hatutawali nje ya mahusiano na Mungu. Sasa leo unatawaliwa, magonjwa yanakutawala, shida zinakutawala, mikosi inakutawala, uchawi unakutawala, ushirikina unakutawala. Leo wakati tunakuja kanisani, kuna sehemu tumepita njia pana, tumekuta chungu kimevunjwa. Ardhi inatawaliwa. Unakanyaga sehemu, kila sehemu unapokanyagwa unakuwa ni mtu ambao unaonekana kuna kitu gani chema ndani yake kinatolewa.
sio mtu anayekuroga yoyote anayekujua tu. Ardhi yenyewe unapokanyaga tu watu washakuroga. Watu wanakuchungulia kuna vitu gani? Na maana kuna vitu vingi vinakwama. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari umeshatawaliwa kwenye ardhi. Unapokanyaga kuna vitu tayari vishatengenezwa. Kwa huyu mtu anayekanyaga mahali hapa kuna baraka zake, kuna mafanikio yake haya tayari washachukua. Hata ufanyaje biashara haiwezi kwenda kwa sababu ardhi yenyewe inakukataa. Ardhi inakufunga. Inasema huyu mtu hii biashara haiwezi kuendelea. Kuna maneno yashatamkwa kwenye ardhi. Kuna vitu vishafanyika kwenye ardhi. Lakini anga uliokuwa nalo lishaziba. Tunazungumzia habari ya Danieli. Danieli alifunga siku 21. Siku ya 21 malaika anamwambiaje? Tangia ile siku ya kwanza ulipoweza kuleta maombi yako yalisikiwa na Mungu na alikuwa na majibu tangia siku ya kwanza. Lakini mfalme wa Ajemi amenipinga hizi siku 21. Nisikuletee majibu. Lakini tangia siku ya kwanza wewe ulikuwa tayari una majibu yako, lakini nimepingwa siku 21 na mfalme wa Ajemi ambao ni wafalme wa anga. Malaika ametumwa kwa ajili ya kurudisha majibu, lakini amezuiliwa na wakuu wa anga. Kwenye anga wanamwambia hapana, hili jambo halitakiwi lipelekwe kwake, haitakiwi liende kwake. Mtu amekaa siku 21. Sasa hivi unajua kila kitu tunafanya cha kiroho. Tunasema tunaenda kwenye maombi ya Danieli, maombi ya siku 21. Danieli akuomba kwa kupanga. Aliendelea kufunga na kuomba kwa sababu alikuwa hajapata majibu. Hakupanga kwamba anaingia kwenye maombi. Aliingia majuma matatu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa juma la kwanza, wiki moja anaomba, hana majibu. Hivi ushakuombea kitu mpaka ukapata majibu? Hamna, unasahau. Una maombi kibao umeacha viporo na yote hayajajibiwa. Lakini yeye alikuwa anaomba anasema mpaka ili jibiwe ndio ambapo mimi nitaacha. Kwa hiyo hakujibiwa wiki ya kwanza, hakujibiwa wiki ya pili, wiki ya tatu inamalizika ndio malaika anakuja na majibu yake. Lakini anamwambia sikiliza Danieli, tangia siku ya kwanza majibu yako yalikuwa tayari. Kuna watu ambao kuna majibu yao, lakini malaika wale ambao watakiwa kuleta majibu wamezuiliwa. Kwa sababu anga aliyokuwa nalo ni anga ambalo limezuiliwa, kwamba wewe hapo hamna kitu ambacho unaweza kupokea mahali hapa. Una majibu ya biashara yako sehemu ambayo ipo ofisi yako, lakini hujai kupokea. Kwa nini? Kwa sababu kuna wafalme wenye mamlaka wakuu wa giza ambao wametawala kwenye hiyo anga. Wanasema hamna kitu ambacho kinaweza kupenya kwa huyu mtu mahali hapa. Sisi ndio tunatawala hili anga. Hakuna kitu ambacho kitaweza kushuka juu yake. Na mpaka leo malaika wameshikilia vitu vyako na wengine wamevirudisha kule vilivyotoka, kwa sababu hakuna upenyo wa kufikia wewe, kwa sababu anga uliokuwa nalo halijafunguliwa. Biblia inazungumza anga limekuwa shaba. Manake anga limefungwa juu yako pasiwepo na majibu yako. Lakini nataka nikwambie, kama anga limefunguliwa, ardhi zimefunguliwa, bahari imefunguliwa, watu watasikia habari zako ambazo hujawahi kuwaambia. Watu watasikia habari ya biashara yako ambao hujawahi kuwaambia. Mtu mmoja sema amina. Sema amina. Watu watatoka mbali kwa ajili yako na utashangaa watu wametokea wapi, kwa sababu mbingu ama anga lako limefunguliwa na ardhi zimefunguliwa. Ardhi zinazungumzia habari zako, anga inazungumzia habari yako. Kwenye ile anga kuna upepo. Upepo unavuma unapeleka habari zako za kazi zako. Watu wanakuja kutoka mashariki, magharibi, kaskazini. Unajiuliza watu wameambiwa na nani? Lakini anga na upepo umepeleka habari, umewaleta watu mahali hapo, wamesikia huko walipotoka. Sema amina. Haleluya. Kwa tunaona kwamba unaweza ukazuiliwa kwenye anga, kwenye ardhi pia unaweza ukazuiliwa, na unaweza ukazuiliwa kwenye bahari. Kuna watu ambao tayari majina yako yaliwekwa kwenye chupa, yakaandikwa na maneno, yakanuiziwa maneno kwa habari ya maisha yako ya uchumi, alafu kile kichupa kikatupwa baharini.
na mpaka leo kipo baharini. Maana yake wewe shughuli zako zimepelekwa baharini, umefungiwa kwenye bahari. Lakini kuna mtu amefungiwa kwenye ardhi. Njia panda fulani tu ilitumika ili kufunga kila kitu ndani ya maisha yako. Kwa nini? Ndio sehemu ambapo Mungu alitupa tuwe na nguvu ya kumiliki na kutawala. Sasa unapokuwa hauna hiyo nguvu, maana yake hakuna kitu ambacho kinachoweza kuendelea ndani ya maisha yako. Lakini sasa tunaangalia kitu kingine, kwamba unapokuwa umezaliwa tu hatima zako zinajulikana na ardhi inaanza kutumia taarifa zako. Ardhi inaleta taarifa zako kwa watu wanaotawala kwenye ardhi, kwenye anga na kwenye bahari. Kuna watu wana mtandao wao unatawala huko. Kwa hiyo taarifa zako zote zinapelekwa katika ulimwengu wa roho. Huyu ni nani? Anataka kuwa nani? Na inaendelea vipi? Tunaona ya mambo. Kuna sehemu moja sura fulani hivi ya Qur'ani inazungumza, inasema watu wote wameshadukuliwa isipokuwa Isa bin Maryam peke yake ndio alishindikana kuweza kudukuliwa. Qur'ani inazungumza hivyo sehemu fulani ambayo nishaye kusoma, inazungumzia kwamba Yesu peke yake ndio alishindwa kukamatwa ama kudukuliwa maisha yake, lakini watu wote duniani wamedukuliwa maisha yao. Qur'ani inazungumza hivyo. Lakini ukiangalia kwenye kitabu cha Hesabu inazungumza mambo ya mtandao katika ulimwengu wa roho, ambao unaweza kukamata hatima za watu na maisha ya watu, na unaweza kujikuta kwamba kabla hujazaliwa tayari hatima yako imeshachukuliwa. Hesabu 24 mstari wa 17. Hesabu 24 mstari wa 17. Hesabu 24 mstari ule wa 17. Namuona. Lakini si sasa. Huyu anayezungumza hapa sio mtumishi wa Mungu. Anayezungumza namuona sio mtumishi wa Mungu. Na sio Mungu anayesema hicho. Ila kuna mtu mmoja ambaye ni mchawi, na ni mtu ambaye ana elimu ya unajimu. Anaitwa Balaam, nabii wa uongo. Watu kana kwamba anaongea mambo ya Mungu, lakini alikuwa ni mchawi. Balaam alikuwa ni mchawi aliyekuwa anaishi katika nchi za maeneo ambao Wanaisraeli walikuwa wanavuka huko Moabu. Balaam alikuwa na kazi ya kuagua watu, lakini Balaam alikuwa na kazi ya kuweza kusoma nyota za watu na kubadilisha matokeo ya watu kulingana na nyota zao. Unajua Musa alimkamata Balaam, alimchinja kwa sababu aliweza kuwakosesha wana wa Israeli. Baada ya kushindwa kuwalaani, akawapatanisha wana wa Israeli na uzinzi, wakazini na Moabu na kutumikia miungu ya Moabu. Ndipo ambao wana wa Israeli wakamkosea Mungu, na wana wa Israeli wakashindwa kuwa na ile nguvu waliokuwa nayo. Balaam alijenga madhabahu 7 za kuwalani wana wa Israeli, lakini kila kitaka kuwalani akajikuta anawabariki wana wa Israeli. Mungu alibadilisha kinywa chake, badala ya kuwa laana ikawa ni baraka. Sasa aliposhindwa kuwalani, alitumia njia ya kuwapatanisha. Akajifanya na yeye ni mtumishi wa Mungu, akawapatanisha na madhabahu za miungu ya Moabu, na wana wa Israeli wakawa wana nguvu. Na ndio maana tunaona leo katika mazingira ya kukupata wewe, unapatanishwa na maroho. Unapatanishwa na maroho ya giza. Unapatanishwa na nguvu zingine ambazo sio za Mungu. Alafu unakuwa empty na ujielewi tena. Kwa Balaam nabii wa uongo alikuwa anahubiri habari za Mungu, lakini ndani yake alikuwa na maroho ya uchawi na unajimu ambayo yalikuwa yanamuongoza yeye. Na alikuwa na sifa. Ukiangalia kitabu cha Hesabu ukisoma, unamuona Balaam alikuwa na sifa. Mtu anayeweza kumbariki anabarikiwa, mtu anaweza kumlani analaniwa. Ni mtu alikuwa na nguvu. Hakuwa ni mtu tu wa maneno au tu mtu ambaye anafanya vitu vieleweki, lakini vitu vyake vilikuwa na uzilisho.
lakini hakuwa ni Mungu mwenyewe, ilikuwa ni nguvu nyingine na elimu nyingine za miungu mingine. Balaamu alipojenga kashindwa kuwalani wana Israeli, akabidi awapatanishe wana Israeli na miungu ya Moabu katika njia ya uzinzi. Aitafuta mabinti wa Moabu akawapatanisha na vijana wa Israeli, wakazini na kuitumikia miungu na kulewa. Ndipo ambapo wana Israeli wakamkosea Mungu na wakapigika. Ilikuwa kazi ya Balaamu. Lakini Balaamu, ukisoma, Musa aliporudi aliweza kumkamata na wakamkata kichwa. Siku moja nitakuzungumzia habari ya Balaamu na kazi yake. Roho ya Balaamu, roho ya Yezebeli inaofanya kazi. Leo tunasema makanisani kuna ibada za mabinti na wamama. Mabinti na wamama, ibada za mabinti na mama. Mabinti na mama wanafundishwa mambo ya uzinzi. Hakuna kitu kama hicho. Hauwezi ukawa na juhudi zozote za kimwili za kuweza kumcontrol mwanaume hata siku moja, isipokuwa Roho Mtakatifu mwenyewe. Hakuna kitu kama hicho. Ni roho ya Yezebeli ambayo unaikuta kwenye Ufunuo, na roho ya Balaamu unaikuta kwenye Ufunuo. Hakuna njia yoyote ya binadamu ambayo inaweza kumcontrol binadamu isipokuwa Roho Mtakatifu tu peke yake. Amina. Sasa nyinyi ambao mnapenda sana masomo ya wamama, sijui ya ndoa, sijui nini. Masomo ya ndoa yanatakiwa yaende sana na neno la Mungu. Hatakiwa yaende kwa akili ya mtu na uzoefu wa mtu wa kidunia. Hauwezi kuwa na maana yoyote zaidi ya kuwa ni roho ya Yezebeli. Hesabu 24:17. Tunamwona alikuwa na tabiri hapa, sio nabii wa Mungu, alikuwa ni msoma nyota. Namuona, lakini si sasa. Namtazama, lakini si karibu. Nyota itatokea katika Yakobo. Na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli. Nayo itazipiga pembe za Moabu. Na kuwavunja wana wote wa Ghasia. Wana wa Ghasia na pembe za Moabu. Nataka nikwambie habari za pembe. Unaposikia Biblia katika Agano la Kale inazungumza pembe, unajua hapo ni madhabahu inazungumzwa. Kwa sababu madhabahu ilikuwa ina pembe, alafu ina ashera. Kuna sehemu ya ashera, kuna sehemu ya pembe za madhabahu. Namuona mfalme ameshika pembe ya madhabahu. Kwa hiyo unapoona pembe maana yake ni madhabahu. Anasema hivi, namuona si sasa. Lakini anaona. Kwa hiyo wachawi wanaweza kuona. Wanajibu wanaweza kuona kitu ambacho kipo ndani yako. Kwa kupitia nini? Kwa kupitia utawala katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu wametawala ardhi, wametawala anga, wametawala maji. Na ndio vitu ambavyo Mungu alitupa sisi ili utawala wetu duniani uweze kuwepo. Kwa Mungu hakutaja hivi tu, unaona tu kawaida kama Biblia imetamka, lakini iko na maana katika ulimwengu wa roho. Kwa Mungu alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu ili atawale ndege wa angani, samaki wa baharini, na wanyama katika nchi, na vyote vinavyotambaa katika nchi. Kwa maana unaweza kumwona mjusi tu kwako, lakini kumbe mtu anakuja kuangalia mipango gani na mambo gani yanayoendelea nyumbani kwako. Unaona ni mjusi tu, lakini kumbe ni mtumwa katumwa ili aweze kuupeleza na kuangalia vitu gani vinavyoendelea. Kuna vitu vizuri, vipo vizuri, aviharibu vizuri, aviweke vibaya ndani yako. Tunaona vitu vinatumika. Kwa nini? Kwa sababu kuna roho zingine ambazo zimetawala. Sasa hiki alichokiona kwamba pembe zimevunjwa za Moabu, pembe zimevunjwa, na wana wa Ghasia ni nani? Ni wale ambao wanaangalia, wanajimu, wanaangalia nyota za watu na kuzibeba. Wanaitwa wana wa Ghasia, watu ambao wanafanya uharibifu. Katika huo uharibifu wanataka kufanya uharibifu kwa Yesu Kristo, lakini Yesu alipokuwa anataka kuikamata nyota yake,
ndipo ambapo alivunja zile madhabahu, na zile madhabahu zilivyovunjwa ndipo wale watu ambao walikuwa wanatumia zile madhabahu ama zile nguvu wakaona hawana nguvu tena, hawawezi kuona tena, ndipo ambapo waliamua kwenda kujisalimisha Yerusalemu. Mathayo 2 mstari wa kwanza. Mathayo 2 mstari wa kwanza. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi. Yesu alipozaliwa Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode. Zamani za mfalme Herode. Tazama, mamajusi wa mashariki. Mamajusi wa mashariki hawa ni wanajimu ama waganga wa kienyeji. Kwa unaposikia mamajusi, ujue unasikiza habari za waganga. Hawa walipoenda kumuona Yesu, hawakwenda kumuona Yesu kana kwamba wao walikuwa ni watu wema. Walienda kumuona Yesu kwa kujisalimisha, maana madhabahu zao zimevunjwa. Na ndio maana walikuwa na sadaka. Zile sadaka unazoziona zote, kulikuwa na dhahabu, kulikuwa na manemane, kulikuwa na uvumba, ni sadaka za kujisalimisha, za kutaka amani. Kwa hawa mamajusi walipomuona nyota ya Yesu, na waliona miaka 2 kabla hajazaliwa Yesu, wakataka kuikamata ile nyota. Walipotaka kuikamata ile nyota ikawapiga madhabahu zao na nguvu zao wakazivunja. Ndipo ambapo mwenzao Baramu aliona, akasema, naona nyota inatoka katika Yakobo, naiona sio sasa, ila naitazama inakuja kuvunja hizi madhabahu zetu. Aliona yeye huyu mwenzao, na kweli ndio kilichotokea, ni kwamba alivunja zile madhabahu. Kwa nini alivunja? Kwa sababu alitaka kuikamata ile nyota, na wakashindwa kuikamata kwa sababu alivunja zile nguvu wanazozitumia kukamata nyota. Hawa watu wakaja kujisalimisha. Mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu. Wakafika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa? Yuko wapi yeye aliyezaliwa? Mfalme wa Wayahudi. Mfalme wa Wayahudi. Kwa maana tuliona nyota yake. Kwa maana tuliona nyota yake mashariki. Nasi tumekuja kumsujudia. Nasi tumekuja kujisalimisha kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika. Na Yerusalemu pia pamoja naye. Na Yerusalemu nzima walifadhaika, wana habari. Akakusanya wakuu wa makuhani wote. Na waandishi wa watu. Hebu sikilizeni hiki kitu cha ajabu sana. Unajua makuhani ni watumishi. Makuhani walikuwa ni viongozi wa dini. Ila viongozi wa dini walikuwa hawajui kama Yesu amezaliwa. Kwa sababu uongozi wa dini siku hizi watu wamekaa kimazoea. Hawana maombi, hawana mafunuo, hawana chochote. Usiku wanalala, hawakeshi na maombi, hawafanyi chochote, hawana ufunuo wote. Kwa makuhani wanatakiwa wao wa kwanza kujua Yesu amezaliwa. Lakini makuhani kwa sababu wao wamekaa kidini kuliko kukaa rohoni, kujivunia kwamba nina elimu ya Biblia, najua Biblia, najua hiki kitabu kiandikwa na nani, najua historia ya Biblia, najua nini. Haisaidii chochote. Na ndio maana kuna watu wamesoma sana Biblia, lakini mpaka leo wanakataa wokovu, wanasema hakuna wokovu. Lakini wamesoma Biblia na ni viongozi wa dini. Kwa hiyo walikuwa makuhani, lakini hawana taarifa. Ila aliyekuwa na taarifa ni nani? Aliyekuwa na taarifa ni mchawi. Anajua Yesu amezaliwa. Mganga kienyeji ndio anajua Yesu amezaliwa, kwa sababu yeye kwenye ulimwengu wa roho yupo active. Watu wengine wagani ambao walijua kwamba Yesu amezaliwa? Kulikopo na waandishi wa watu, kulikopo na wachungaji jangwani, nyikani, walijua, maana malaika alishuka juu yao. Watu wengine nani walijua? Kuna mtu mmoja anaitwa Simeoni aliyekaa kwenye maombi, anasema, Bwana, nataka nimuone Kristo amezaliwa. Na Roho Mtakatifu akamwambia, hutokufa.
bila kumwona Kristo. Na mama mmoja mjane ni nabii anaitwa Ana binti Fanueli. Alitoka nyumbani kwake akakaa madhabahuni, akanalala huko huko akiomba na kufunga kwa ajili ya Yesu kuweza kuzaliwa. Kwa kuzaliwa kwa sababu Mungu alisema kulikuwa na watu walikaa rohoni. Kuna vitu Mungu anasema kama kuna mtu wa rohoni wa kukaa havitokei. Ana binti Fanueli nabii, mama huyu aliacha nyumba yake akasema nitakaa madhabahuni, wewe uache. Na alikuwa na miaka karibu 80, lakini aliacha nyumbani kwake akakaa na lala madhabahuni hapa. Kama hapa uanze kulala hapa, uache nyumbani nyumba yako. Na alitoka madhabahuni baada kuwa na uhakika Yesu ameshazaliwa. Lakini kuwa na Simeoni ambaye Roho Mtakatifu alimuonya hautokufa bila kumuona Kristo kwa macho yako. Kwa maana aliomba mpaka akaona sana naona mzee, na kuwa mzee sioni chochote, bora nife. Roho Mtakatifu anasema hutokufa, utamuona. Na alipomuona Simeoni akasema sasa Bwana unaweza kunitoa, nimemuona Kristo. Lakini ukiona wachungaji ambao wapo kule nyikani ambao walikuwa hawalali, walikuwa huko wanapiga vinumbi na kumsifu Mungu, ndipo malaika alishuka akawaambia habari ya Kristo. Lakini makuhani, waandishi, wajuzi wote wa Biblia na sheria za Torati wote hawana taarifa kwa sababu wapo mwilini. Endelea kusoma. Na waandishi wa watu akatafuta habari kwao. Kristo azaliwa wapi? Nao wakamwambia katika Bethlehemu ya Uyahudi. Wao walimwambia kwa njia ya ulooni, kwa njia ya kwamba ndivyo ilivyofanyaje, ilivyoandikwa. Na sio ilivyoandikwa kama wanavyosema, ndivyo ilivyotabiriwa. Unaona watu hapo rohoni kabisa, kwa sababu hii haikuandikwa, nabii alitabiri. Kama ilivyotabiriwa ama kuandikwa na nabii. Ndio. Nawe Bethlehem, katika nchi ya Yuda, huu mdogo kamwe katika majumbe ya Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Kisha Herode akawaita wale mamajusi. Mamajusi hawana connection tena ile nyota. Unajua kwa nini? Walipata chance ya kuiona, walipotaka kuichukua ikapiga madhabahu zao, wakawa hawana mawasiliano tena. Kwa hiyo kabidi, kwa sababu walikuwa wameshajua mwanzo, wakabidi waende waulizie huko. Kwa hapo wakawa nauliza, walipofika hawajui chochote kwa sababu hawana connection yoyote. Kwa walipoweza kuuliza, jamani tuliona nyota, mfalme amezaliwa hapa, yuko wapi? Walipopata neno la Mungu linaloweza kuongoza kupitia makuhani kwamba imeandikwa hivi, ndipo akajua ni Bethlehemu. Herode akawaita kwamba bwana, tumeshapata andiko, kuna neno nabii alisema ni Bethlehemu, nendeni Bethlehemu kaulizie huko. Endelea kusoma. Akapata kwao hakika ya muda tangu lilipoonekana ile nyota. Akataka Herode kujua uhakika tangu ilipoonekana, ili ajue huyo mtoto ana umri gani. Na ndio maana unaona aliwaua watoto wachanga mpaka miaka mingapi? 2. Kwa sababu walimwambia kwamba tangia wao walivyoiona mpaka kufika hapo ilikosi miaka 2. Na ndio maana Herode aliua watoto wachanga mpaka miaka 2 pale Bethlehemu, wote wafe wa kiume, ili tu apatikane mmoja hapo ambaye atakuwa ndo huyo mwenye nyota ya kifalme auawe. Zao ilikuwa hajulikani ni yupi. Endelea. Akawapeleka Bethlehemu. Akasema shikeni njia. Mkaulize sana mambo ya mtoto. Na mkiisha kumuona huyo mtoto, nileteeni habari. Ili mimi nami niende nimsujudie. Na mimi nijisalimishe. Wewe umeona wapi mfalme ajisalimisha kwa mfalme anayezaliwa? Yaani aliyekuwa kwenye nafasi na yeye aende kusujudu kwa ajili ya yule anayezaliwa ambaye hajaingia kwenye nafasi. Alikuwa na ila ya kumuua yule mtoto. Niambie na mimi niende nimsujudie. Ninyi mshamsujudie, mshajisalimisha, na mimi naenda kujisalimisha. Endelea.
Nao waliposikia maneno ya mfalme, walishika njia. Na tazama, ile nyota walioiona mashariki, sasa hivi watumii ushirikina wao, watumia neno la nabii, wakaiona ile nyota tena. Mtu mmoja aseme amina. Wakaiona ile nyota tena. Ikawatangulia hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwa mtoto. Nao walipoiona ile nyota, walifurahi furaha kubwa. Na mtu ambaye yupo hapa na nyota, watu wakikuona tu wanakufurahia. Ukiona watu wanakuchukia ujue una nyota. Ukiona watu tu, yani una vita na watu from nowhere, watu wanakuchukia tu vibaya, ujue wewe nyota yako haionekani, haipo. Biblia inasema walipoiona ile nyota wakafurahia. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mama yake. Wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, walipofungua sasa zawadi zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Wakampa zawadi. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode. Hao ni waganga, lakini Mungu anaongea nao sasa, msimrudie Herode, muondoke. Yaani ukiwa na nyota, hata waganga wenyewe Mungu atawatumia kwa ajili ya kukulinda wewe. Ili kama unakabwa kila siku, ujue nyota haipo nayo. Ukiona kabwa unaamka shingo inauma, ujue kuna vitu havijakaa sawa. Wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Sasa nyota ni kipawa ambacho unacho ndani yako. Pamoja na kwamba tulipewa kutawala, kinachotufanya tutawale hapa ni ile nguvu ya kumiliki kwenye anga, kwenye ardhi na kwenye maji. Na hii tutawala hivi, kinachotufanya tuwe na nguvu ya kutawala ni nyota tulizokuwa nazo. Zinatuongoza kwenye ardhi, kuna kitu gani tunafanya, kwenye anga kuna kitu gani kinachoendelea, kwenye maji kuna kitu gani kinachoendelea. Nyota ndio inakuongoza, na nyota ni kipawa ambacho unazaliwa nacho, ambacho kinakuongoza wewe kufika mahali ambapo unatakiwa uwepo. Lakini nataka nikwambie, kwenye ardhi, kwenye anga, kwenye maji, kote huko umetawaliwa. Nyota yako iko wapi? Nyota yako nayo haipo. Unaweza ukawa na nyota lakini ipo kwenye magereza, imefungwa, haipo na wewe. Mbona ile nyota ilienda pale pale mtoto alipo, ikasimama pale pale, na wao walifurahi walipoona nyota imesimama pale kwa mtoto. Mtu ambaye nyota yake ipo vizuri, watu wanafurahi kwa ajili ya kazi zake, watu wanafurahia kazi zake, watu wanafurahia uwepo wake, watu wanaweza kuwa baraka juu ya maisha yake kwa sababu nyota yake ipo active. Lakini hata hii nyota haiwezi ikawa na maana sana, Shetani ataitumia kama tujarushwa kwenye kusudi la Mungu la kutawala. Kusudi halisi la Mungu ni kutawala hapa duniani, hakuna kitu kingine. Kutawala na kuwa na mahusiano na Mungu basi. Hatutawali sisi wenyewe, tunamwacha yule ambaye ni kusudi, mwenye kusudi. Lazima tuwe na mahusiano naye, lazima tuwe na mahusiano binafsi na Mungu, na hiyo nguvu ya kutawala inakuwa ndani yetu. Kwa tupo mahali hapa kwa ajili ya kutawala, lakini badala yake umebadilishiwa kibao, unatawaliwa. Tunatawaliwa na magonjwa, tunatawaliwa na mikosi, tunatawaliwa na vifungo vya giza. Na kwa sababu watu wengi tunakuwa kwenye giza na hatujatoka. Kwa hiyo maisha ya watu wengine wanaofanikiwa
hawafanikiwi kwa sababu Mungu amewabariki. Wanafanikiwa kwa sababu wamepatana na shetani. Shetani anaweza kumwambia Yesu, ukinisujudu nitakupa fahari ya ulimwengu huu. Kuna watu wamepata fahari ya ulimwengu huu kwa sababu wamemsujudu shetani. Lakini kuna wengine wamefanikiwa kwa sababu ya ujanja. Ujanja. Tukimpata mtu aliyefanikiwa kwa njia halisi ya Mungu, tunataka tusimpate. Katika watu wakubwa waliofanikiwa, tunataka tusimpate. Kwa sababu huwezi kuniambia unaweza kufanikiwa alafu kweli ya Mungu haipo ndani yako. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo kuna ujanja mwingine wa kufanikiwa. Lakini mtu halisi aliyefanikiwa ni mtu ambaye amerudi kwenye kusudi halisi la Mungu. Kusudi halisi la Mungu ni lipi? Ni lile ambalo Mungu alisema tutawale. Tunapotawala lazima tuwe na uhusiano na Mungu, na tunapokuwa na uhusiano na Mungu lazima kila kitu cha kwetu kimekaa vizuri. Maana yake tuna nguvu ya kutawala kwenye ardhi, kwenye anga na kwenye maji. Umekuwa na uongo mwingi wa shetani ambao hata hao watu wenyewe unaona wewe unafikiria umefanikiwa, lakini usiku hapati usingizi. Naomba tumalizie neno hili, tunaingia kwenye maombi yetu. Na Jumapili nitakwambia tunafanya nini ili tutawale katika anga, kwenye ardhi na kwenye maji. Tunafanya nini? Tunatakiwa tufanye nini? Tunatakiwa tufanye kitu gani ili tutawale katika maeneo hayo? Mithali 17 mstari wa 8, naomba nisome hapo alafu tuingia kwenye maombi. Mithali 17 mstari wa 8, Mithali 17 mstari wa 8. Kipawa ni kama kito cha thamani. Kipawa ni kama kito cha thamani. Ni kama vile tuseme nini? Almasi. Kama ni nini? Ni kito cha thamani. Kipawa, yani nyota aliyokuwa nayo ni kitu cha thamani sana. Machoni pake yeye aliye nacho. Machoni pake yeye aliye nacho. Kila kigeukapo, kila chenye kigeukapo hufanikiwa. Sasa ni kitu cha thamani kwa yeye aliye nacho. Wengi hatuna. Ushachukuliwa muda. Ushatumika sasa hivi muda huko kwa watu. Watu wanavitembeza, vinatoka kwa huyu, kinapelekwa kwa huyu, kinatoka kwa huyu, kinatoka kwa huyu. Yaani watu wanavitumia mpaka wamevichoka. Unaweza kachakaa sasa hivi. Maana kinatoka huko kinapelekwa huko, kinatoka huko kinapelekwa huko. Hii ni cha kwako. Wewe ambao uliokuwa nacho bado unang'ang'aa macho tu. Hauna kitu kinachoendelea. Na kwa sababu una maarifa ya Mungu, unahangaika. Na ndio maana hakuna matokeo yoyote ambayo yanaweza kuonekana juu ya maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu ambavyo havijakaa sawa ndani ya maisha yako ya kiroho. Kuna vitu vimeshaibiwa. Na matokeo yake ni nini? Matokeo yake unaona matatizo yanayoendelea, shida zinazoendelea, vita zinazoendelea, masumbufu yanayoendelea katika maisha yako. Kuna mambo hayakai sawa. Hauna ushuhuda wowote ndani ya maisha yako. Leo tukisema ushuhudie hapa, huna cha kushuhudia. Huna chochote kile cha kushuhudia. Kuna vitu vingine tunashuhudia ni vya kawaida ambavyo Mungu anavifanya kwa binadamu wote. Biblia inasema ananyeshea mvua kwa wema na wabaya. Mungu ananyeshea mvua. Mungu hajawahi kufanya mvua hii kwa hao wanaonyabudu na hao washirikina mvua isinyeshe. Mungu ananyeshea wote mvua. Kuna mambo tunashuhudia ni ya kawaida tu yanayoendelea kwa binadamu wote. Lakini kuna vitu ambavyo vinatakiwa vitokee ambavyo sio vya kawaida ndani ya maisha yetu. Ushindi ambao sio wa kawaida, mambo ambayo sio ya kawaida yaweze kutokea ndani ya maisha yetu. Naomba usimame pale ulipo. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu mema. Inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Inanena mema.
Tuunganishe maombi, asema kwa jina la Yesu ninajipatanisha na damu yako iliyomwagika msalabani katika jina la Yesu. Damu yako ikayarehemu maisha yangu kwa damu yako iliyomwagika msalabani. Bwana Yesu, ninarudisha hatima yangu, ninarudisha uzima wangu, ninarudisha kipawa changu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Leo hii nami naachilia kusudi halisi la maisha yangu, la uwepo wangu kwa jina la Yesu. Ninaenda kuvunja kila roho na kila nguvu iliyonitoa kwenye kusudi halisi, ikiwa ni dhambi, ikiwa ni mauti, ikiwa ni sheria. Nami navunja vyote ambavyo vimenitoa kwenye kusudi halisi kwa jina la Yesu. Najipatanisha na kusudi halisi ndani ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Ninavunja kila roho na kila nguvu iliyosimama kinyume na maisha yangu kwa damu ya Yesu. Naikamata roho ya mauti, ninaivunja roho ya mauti na magonjwa kwa jina la Yesu. Ninaivunja ndani ya maisha yangu kwa damu ya Yesu. Ninaikamata kila laana ndani ya maisha yangu, roho ya laana, roho ya mikosi, roho ya nuksi, ninaikataa kwa jina la Yesu. Ninavunja kila roho ya mikosi na kila laana, iwe na sababu, isiwe na sababu, ninaenda kuivunja kwa jina la Yesu. Ninaikataa ndani ya maisha yangu katika damu ya Yesu. Ninatawala katika ulimwengu wa roho, katika ardhi, sehemu yoyote ninapokanyaga, ninaachia kutawala kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaachia kutawala kwenye anga, kwenye ardhi, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nami natawala kwenye bahari. Ninatoa kazi yangu iliyofungwa baharini, ninatoa ndoa yangu iliyofungwa baharini, ninatoa mafanikio yangu yaliyofungwa baharini kwa jina la Yesu. Ninatoa hatima yangu, ninatoa afya yangu iliyofungwa njia panda, iliyofungwa kwenye ardhi, iliyofungwa kwenye anga kwa jina la Yesu. Ninaamuru leo wakuu wa anga waachie maisha yangu, waachie maisha yangu, waachie hatima yangu kwa jina la Yesu. Waachie afya yangu kwa jina la Yesu. Ninatoka mahali hapa na baraka zako, na ile nyota ninairudisha ambayo ni kipawa kwa jina la Yesu. Kokote inapotumika, kokote ilipopelekwa, na ikomboa kwa damu ya Yesu, na irudisha juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Ninaikamata ya roho iliyoshikilia kwa jina la Yesu. Naitoa nyota yangu kwenye vifungo vya kuzimu kwa jina la Yesu, kwenye vifungo vya uchawi, vya ushirikina kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hatima yangu haitachukuliwa, hatima yangu haitapotea kwa jina la Yesu. Kipawa changu hakitatumika na waganga na wachawi na
na watu wengine, nakirudisha kipawa changu kwa damu ya Yesu. Nakirudisha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Narudisha kipawa changu, narudisha hatima yangu, narudisha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Haya, rudisha kipawa chako kwa kinywa chako. Rudisha maisha yako, rudisha kipawa, rudisha nyota yako, rudisha hatima yako, rudisha kazi yako, rudisha afya yako, rudisha kwa jina la Yesu. Itoe kwa wachawi, itoe kwa waganga, itoe kwa washirikina. Toa maisha yako, rudisha ndoa yako. Wewe ambaye una ndoa, rudisha ndoa yako kwa jina la Yesu. Rudisha ndoa yako, mwambie Bwana, narudisha ndoa yangu. Wewe ambaye una ndoa, rudisha ndoa yako. Wewe ambaye una watoto, rudisha watoto wako. Wewe ambaye elimu inasuasua, rudisha elimu yako, rudisha elimu yako. Wewe ambaye una kazi, rudisha kazi yako kwa jina la Yesu. Sema leo narudisha kazi yangu, narudisha afya yangu. Wewe ambaye afya yako sio nzuri, sema leo narudisha afya, narudisha afya, narudisha afya. Wewe ambaye biashara imekufa, sema narudisha biashara yangu, narudisha biashara yangu. Wewe ambaye kazi una, wewe ambaye elimu una, sema narudisha elimu yangu. Kuna vitu vinarudi leo, kuna fedha, kuna hela zinarudi. Kuna fedha zinarudi, kuna fedha zinarudi ambazo zimeibiwa, zinarudi leo kwa jina la Yesu Kristo. Kazi yako inarudi leo, biashara yako inarudi leo, uchumi wako inarudi leo kwa jina la Yesu. Biashara yako inarudi leo. Omba kwa damu ya Yesu Kristo. Leo ni siku ya kurudisha. Leo ni kurudisha nyakati zako zilizoliwa na madumadu palale, miaka yako iliyopotea, miaka yako ya asara, miaka yako iliyopotea kwa jina la Yesu Kristo. Rudisha kazi yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaona afya ya mtu inarudi, elimu ya mtu inarudi sasa, kazi yako inarudi sasa, biashara yako inarudi, mafanikio yako, fedha iliyofungiwa zinarudi mikononi mwako. Fedha, zile fedha ambazo zimefungiwa, zile fedha ambazo zimefungiwa, zile fedha ambazo zimefungiwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nyota yako ni kipawa chako, nyota yako ni kipawa ambapo kinatumika, kirudi kwako sasa, kirudi kwako sasa. Elimu yako irudi, biashara yako irudi, fedha zako zirudishwe, kazi yako irudishwe, afya yako irudishwe. Naona vitu vinarudi leo. Leo kuna vitu vinarudi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, Roho arudishe kazi yako, arudishe amani ya ndoa yako, arudishe furaha yako, arudishe baraka zako, arudishe fedha zilizopotea, fedha ambazo zimeibiwa, fedha ambazo zimepotea, fedha ambazo zimepotea, fedha ambazo zimetoweka, fedha ambazo zimetoweka. Bwana akutoe hapo jangwani, akutoe kwenye hilo jangwa, akutoe kwenye hilo jangwa uliowekwa katika jina la Yesu Kristo. Ninaona kuna baraka zinarudi, ninaona kuna kazi inarudi, kuna biashara inarudi, kuna mtaji uliopotea unarudi katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Sema katika jina la Yesu. Leo ninarudisha kwa damu ya Yesu. Nisikilize, kaa katika uwepo, nisikilize. Tunaenda kuomba kwa ajili ya watoto wetu. Tunarudisha akili zao watoto wetu. Tunarudisha akili za watoto wetu. Leo kuna mipango mingi ya shetani kuharibu watoto. Unamwona mtoto hivi haendelee vizuri kimasomo au anaendelea vizuri, lakini kumbe shetani amepanga mabaya ili kumharibu. Unaona watu vijana walioharibika hawakuharibika leo, walianzia kuharibika wakiwa watoto hivyo hivyo.
wakiwa masekondari, wakiwa mashule za msingi. Ninaona jina la mtoto wa mtu ambaye upo mahali hapa, linaanzia na Stani. Njoo hapa mbele niombe kwa ajili ya mtoto huyo. Stani. Kama una mtoto anaitwa Stanislaus, Stan. Inaanza na Stan, sijui inaishia na nini. Njoo hapa mbele. Wangapi wana mtoto wa kiume? Nyosha mkono. Ambao una mtoto wa kiume. Unaweza ukawa na mtoto wa kiume ambaye wanaume, naomba wanaume ndio wanyoshe. Wamama hemu acheni. Wanaume, wewe ambao una mtoto wa kiume. Kuna mwingine una mtoto wa asili. Sasa hapo ndo shida hiyo. Una mtoto wa asili. Afu Roho Mtakatifu anataka wewe mtoto muombee hapa. Wewe una mtoto ulipata kabla ya ndoa, siyo nini au nini, au una mtoto wa kiume. Nyosha mkono. Una mtoto wa kiume, mwanaume ambao una mtoto wa kiume. Amen. Roho Mtakatifu atakuwa na maana ya hiki kitu ambacho sasa tunabidi tukichambue zaidi. Wote tuseme kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Leo hii tunaenda kufungua watoto wetu waliofungwa katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili. Kwa jina la Yesu tunawafungua kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu tunafungua katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili. Katika jina la Yesu tunafungua uzao. Watoto wetu hawataibiwa hatima zao, hawataibiwa hatima zao. Tunarudisha hatima ya watoto wetu, ya uzao wetu kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu. Tunarudisha chochote ambacho kilichoibiwa katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Tulia. Tulia kwenye uwepo wa Mungu. Tulia. Kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu narudisha kilichopotea, kilichochukuliwa ndani yako. Narudisha, 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 narudisha leo, narudisha kwa jina la Yesu. Kilichoibiwa ninakirudisha leo in the name of Jesus. Katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Narudisha kazi. Yale maneno aliyosema tuone na kama atapata kazi, kama atafanya kazi, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Maana kazi walichukua kwa njia ya ugonjwa, katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu. Ninarudisha kazi kwa jina la Yesu iliyotoka kwa uchawi na ushirikina, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mara mwisho kuajiliwa ni lini? Kwa gani? 2019. Almost miaka mingapi imepita mpaka sasa hivi? 5. Kwa jina la Yesu. Kwa nini utoka kazini? Mradi uliisha. Katika jina la Yesu Kristo, miaka 5
iliyonenwa juu yake kwamba hatakuwa na kazi, ninaenda kukamata hiyo roho, ninaiondoa katika jina la Yesu Kristo. Ninaiondoa hiyo roho, iachie maisha yako, iachie maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Roho ya uchawi iliyotamkwa juu yako, yote iliyotamkwa na yatoa kiuchawi katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, asante Mwokozi, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu na Baba yetu, kwa rehema zako na neema yako. Huyu mtoto wako katika jina la Yesu tunaomba kwa ajili yake, kwa ajili ya nyota yake, tunairudisha katika jina la Yesu Kristo leo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu tunarudisha sasa, tunarudisha sasa kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu tunaachia mkono wako na nguvu yako Bwana ya kufungua maisha yake. Naiona hii picha, namuona huyu kijana. Ile kijana namuona sasa hivi hayupo hivi, ana mwili kidogo sasa hivi. Hayupo hivi mwembamba hivi, ana mwili na anafanya kama mazoezi hivi. Asante Bwana Yesu, asante Mwokozi, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, asante Mwokozi. Sio mbaya, ili naomba ulinzi wa Mungu. Sio mbaya, ni mchumba wa nani, wa mtoto wako. Sio mbaya, lakini naona roho ya mauti kwake huyu kijana. Katika jina la Yesu Kristo ninatangaza uhai, hakutakuwa na mauti katika jina la Yesu. Na hiyo mauti sio kuumwa, ni ajali. In the name of Jesus ninaikataa hiyo mauti katika jina la Yesu, ninaivunja kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu kwa ajili yake. Ninaachia uzima na uponyaji wako Mungu juu ya familia hii, ukaibariki Bwana katika jina la Yesu. Lete mikono hii mwezi huu wa 10 mwishoni, mikono hii inaenda kupokea fedha. Mwezi wa 10 lete, fanya hivi mikono yako yote kwa jina la Yesu. Kuna fedha inaingia hapa ambao kutegemea kama itaingia tena hii fedha, nami naibariki mikono katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya rehema na neema hii ambayo Mungu umefanya juu ya mikono hii. Ninaachia neema yako Bwana juu yake katika jina la Yesu. Ninambariki kwa jina la Yesu Kristo mikono hii pia kwa damu ya Yesu. Amen. Nikikuombea keti kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu. Malaika wa Bwana usiku wa leo akafanye ukombozi. Hii roho ya chini mahaba haitafanikiwa tena kukaa kwenye mwili wako. Jini mahaba aliyesababisha mabaya juu yako, jini mahaba ambaye ameharibu uzao, kupitia uzao anaharibu maisha, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Ameweka hata mauti kwenye tumbo, kwamba usio unajifungua kawaida, au unafanywa operation, uzazi uwe mbaya, uwe wa shida, kwa jina la Yesu. Na hauna sababu yote kufanywa operation, hauna sababu yoyote kuwa na mabaya yoyote, ila ni adui. Katika jina la Yesu ninavunja hizi roho, hazina mamlaka kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Na ule mzimu ninaukamata unaoshirikiana na huu jini mahaba, mzimu ninautoa kutoka Mwanza, kwa jina la Yesu,
katika jina la Yesu Kristo, in the name of Jesus. Ninaona kuna roho inatembea Mwanza, Geita, kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu. Hiyo rana na hiyo maagano ya huyo chini mahaba na misimu ninaikataa katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu. Leta mikono mzee. Bwana Yesu, angalia mikono hii ninaifungua kwa ajili ya afya yake na maisha yake. Bwana Yesu, ninayakomboa leo katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu. Asante Mwokozi. Unasikia vitu vinachoma choma na moto, na moto, unasikia moto kwa ganzi katika jina la Yesu Kristo. Leo tunaitoa, haitakuwepo ndani yake kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Tunaenda kuifunya na kuisambaratisha katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya wema na rehema zako. Ninaachia kibali chako na nguvu yako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ajili yake katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaachia uzima, ninaachia uzima ndani yake. Hakutakuwa na magonjwa tena ya kiuchawi yaliyotubiwa ili kuharibu maisha yake. Nami ninamfungua leo katika jina la Yesu. Ninamfungua leo katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Ili jicho linakuaga na nini hili? Linacheza. Mara nyingi unaona jicho linacheza hivi muda wote. Naliona hapa. Kwa jina la Yesu, chochote walichokusudia akitafanikiwa tena kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninasema leo ninatangaza uzima ndani yake. Walichokusudia hata leo usisimame hapa. Walichokusudia hata usisimame hapa. Uwe ni mtu ambaye upo unafanywa kila kitu kitandani. Ninaondoa uchawi katika jina la Yesu Kristo, na ushirikina una mamlaka tena. Nafungua maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya rehema na neema hii ya uponyaji juu yake kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu. Nikikuombea keti, ninafungua maisha yako yaliyofungwa kwa miaka mingi. Ninafungua maisha yaliyofungwa kwa miaka mingi kwenye uchumi wako, katika mahusiano. Kila sehemu ulipofungwa ninakufungua kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya mikono hii ninaibariki kwa jina la Yesu. Ninabariki mikono yako katika jina la Yesu Kristo. Ninaachia neema ya Mungu na rehema za Mungu juu yako katika jina la Yesu Kristo. Anazatelea hai. Asante Bwana Yesu. Asante Mwokozi. Asante Mwokozi. Ulipozaliwa, sehemu ulipozaliwa ni wapi? Ulipozaliwa wewe? Kwa Mtolo. Kwa Mtolo ni wapi? Sandaweni. Wapi, mkoa gani? Kwa Dodoma. Una miaka mingapi tangia uende hapo? Yani mpaka hapa, mpaka leo hivi. Una miaka mingapi hujakanyaga huko? Miaka miwili hujakanyaga. Unategemea lini kwenda? Wakati wowote. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya neema na rehema hizi ambazo Mungu ni njema juu ya maisha yake Mwokozi. Ninaenda kufungua maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Ninamwona mtu kwenye familia ya mganga ambaye kwa mazingira moja au mengine ameatesa maisha yako.
miaka ya nyuma sana, lakini yupo kwenye familia huyu mganga. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, Baba, umesema wewe ni Mungu wa marejesho na matengenezo, nami naachia marejesho ndani ya maisha yake yaliyobaki haya kwa jina la Yesu. Amen. Nifuatishe maombi. Asema, kwa damu ya Yesu ninakataa kila roho ambayo imesimama ndani ya maisha yangu katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninabariki hukumu hii ambayo Bwana ikafanye kazi. Nini? Okay. Asante Bwana Yesu, kwa sababu Mungu unaenda kuwashindia na zaidi ya kushinda katika uweza na rehema zako Mungu. Ninabariki na hao wote katika picha hizi. Tunawabariki na kuwaponya maisha yao. Tunawatoa kwenye maangamizi kwa jina la Yesu. Amen. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya maisha yake. Unarejesha maisha yake katika jina la Yesu. Unarejesha maisha yake katika jina la Yesu. Unarejesha maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Unarejesha maisha yake. Baba, ninaachia mkono wako na nguvu yako juu yake. Asante Bwana Yesu, unarejesha baraka na mafanikio ndani yake katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Ushakuwa na gari ukauza? Mwaka gani unakumbuka? 2023. Bwana Yesu, ninaondoa roho ya kutapanya iliyoshikilia maisha yake katika jina la Yesu. Roho inaweza kutapanya vitu vyake, ninaenda kukomboa maisha yake katika jina la Yesu. Amen. Ninabariki mikono hii katika jina la Yesu Kristo. Ninaacha baraka za Mungu zitawale juu ya maisha yake katika jina la Yesu. Baraka hizi zikamshindie na zaidi ya kushinda katika wewe Bwana, na kurudisha Mungu biashara na uchumi kwa damu ya Yesu. Amen. Nalikwambia ulete picha. Baba, hao wapo shuleni, sasa nikaona bora nitembee na hii picha ya Wilson na Yusuf Amini. Sasa hawa wana shida, Mungu ameshawaponya. Mwenye shida ni firstborn wako. Yuko wapi picha yake? Sijaja naye, nimesahau. Umesahau. Mwenye shida ni firstborn. Mtoto wako huyo wa kwanza ndio ana shida, na ndani ya moyo wake ana amani na wewe mama yake. Kuna kipindi hata aongee vizuri na wewe mama yake, na kuna kipindi anakuwa na lawama kwako wewe. Lakini huyu Mungu anatakiwa amtumie ile maisha yako yabarikiwe kupitia huyu kijana. Lakini sasa ndio shetani anavunja mahusiano. Yuko wapi mtoto wako? Mmoja alimpigia simu baba, kumwambia alienda Mtwara kikazi. Alienda Mtwara kikazi? Akamwambia
aliniambia kwamba atarudi, alienda tu kwa muda wa wiki moja. Anafanya kazi gani? Yuko Mbweni, yuko jeshini Mbweni. Yupo jeshini Mbweni. Hajaajiriwa bado. Lakini hajaajiriwa bado. Asante Bwana Yesu. Baba yake aliyempigia sio baba yake mzazi. Ni kweli baba. Ana uchungu kwa sababu ya baba yake mzazi. Baba, nilimwambia babake alikuwa anafanya kazi TTC. Nikamwelekeza akaenda kule, lakini hakufanikiwa. Hakufanikiwa kumpata? Hakufanikiwa. Sasa kila akinipigia simu anakuwa na hasira. Anakuwa na hasira. Nakata simu tu tusiendelee kujua. Wewe unakata simu. Yaani baba alipokuwa anaongea maneno makali, niliona sie nikatamka mabaya, bora nikate simu. Mungu afungue ili baba kama yupo hai waonane na mwanae. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya hili. Huyu mtoto ndo baraka kwako, na anatakiwa awe baraka kwa ajili ya familia hii. Akutunze mama yake. Kisha shetani tayari kashaweka vita ya kuwa na uchungu na wewe mama. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya familia hii, na ibariki. Ninaachia neema na rehema zako Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu. Asante Mwokozi, katika damu yako samani. Amen. Leta mikono. Na ibariki mikono hii katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya mikono hii, na ibariki iwe baraka katika jina la Yesu. Amen. Mwasiliana nyumbani? Wanaendeleaje? Wanaendelea vizuri. Sasa kaka yako mmewasiliana naye? Amina. Bwana Yesu, ninabariki mikono hii katika jina la Yesu. Ninaitoa katika maangamizi kwa damu ya Yesu. Amen. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya mikono hii, Mungu wa amani. Baba, tunaachia neema yako na rehema zako Mungu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Nasikia Ibrahimu mwanao wa kiume. Yuko wapi? Yupo nyumbani. Ana umri gani sasa hivi? Ana miaka 18. Anafanya nini? Ameweza form 4, sasa ameapply kwenda chuo cha ufundi. Asante Bwana Yesu. Kuna madhabahu nyuma ambayo inakushambulia. Haitaki uwe vile ambavyo unatakiwa uwe. Na inakushambulia kweli kweli. Kweli kabisa. Na kama si neema ya Mungu mwaka huu hata ningekufa. Yaani ungeshazikwa. Kweli kabisa. Bwana Yesu, tunaomba breakthrough ikafanyike ndani ya maisha yake, na namkomboa Ibrahimu mtoto wake, ili mashambulizi yasiende kwake. Ya hii madhabahu inaweza kushambulia katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Asante Bwana Yesu kwa sababu Mungu ni mwaminifu, katika damu ya Yesu. Amen. Taongelea hilo. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya mikono hii, ninaibariki mikono hii katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu. Asante Mwokozi, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu na Baba yetu, katika damu yako ya thamani Yesu. Amen. Bwana Yesu, nabariki mikono hii katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Baba, tunachia mkono wako na nguvu yako katika mikono hii, tunaibariki katika elimu yake, na roho ambazo zinapinga elimu hazina mamlaka juu yake. Amen. Naomba simama pale ulipo. Simama pale ulipo. Ushawahi kufika Muleba? Ni kwa nani?
Kuna mambo mengi, lakini muda wetu pia ni mchache. Nataka niombe wakati huu kwa ajili yako. Huko Muleba kunahitaji maombi, kuna kitu. Sawa? Nitakwambia. Lakini inatakiwa muhusika mwenyewe ndio aambiwe. Nifuatishe maombi haya. Sema, kwa damu ya Yesu, leo hii nimerudisha kipawa hatima yangu, na nimekurudisha lile kusudi halisi la mimi kuwepo duniani. Sitakufa, nitaishi. Sitakufa kwa uganga wala kwa uchawi wala kwa ushirikina, kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya rehema zako na neema yako juu ya maisha yangu, katika jina la Yesu. Asante Mwokozi, kwa sababu we Mungu ni mwaminifu katika maisha yangu. Kwa jina la Yesu sitakufa, kwa damu ya Yesu. Magonjwa hayatakuwepo ndani ya maisha yangu, kwa jina la Yesu. Na leo ninatangaza kurejesha yote ambayo yaliyochukuliwa ndani ya maisha yangu, kwa jina la Yesu. Wewe ambaye sijakushika mkono, njoo hapa, kimbia hapa, niombe na wewe. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya maisha yake. Mungu umerudisha katika jina la Yesu Kristo. Umerudisha Bwana maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu, umerudisha maisha yake kwa neema yako na rehema zako Bwana. Asante Bwana Yesu, umerudisha hatima yake na maisha yake katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, nimerudisha hatima yake na maisha yake Bwana leo. Ninarudisha hatima yako na maisha yako leo katika jina la Yesu. Amen. Sadaka yako. Ukiwa na sadaka ya shukrani, uje nayo bahasha yako hapa mbele. Ukiwa na sadaka yako yoyote ile ambayo ni ya shukrani ama zaka ama limbuko ama zabiu, chukua sadaka yako. Utakuja na hiyo bahasha, nitasema neno kwa ajili yako, maana hiyo ni sadaka ya kikuhani. Nitasema neno kwa ajili yako. Njoo hapa na hiyo bahasha, niseme neno kwa ajili yako. Mungu, kuna watu 10 uliwaponya, mmoja alirudi kwa shukrani, na yule ulimuongezea kitu kingine, na huyu ukamuongezee Bwana katika sadaka hii ya shukrani, ukamuongezee zaidi ya vile anavyohitaji, kwa damu ya Yesu. Amen. Bwana Yesu, asante kwa shukrani hii, maana katika shukrani Mungu utenda zaidi, na Baba ukatende zaidi katika utukufu wako Yesu Kristo. Amen. Asante kwa ajili ya shukrani hii Baba, ukatende zaidi katika maisha yake, kwa jina la Yesu. Amen. Leo usiku kuna ndoto utaota sio za kawaida. Wewe ambao uliohudhuria hapa utashangaa ndoto utakayoota leo. Sio ya kawaida. Lakini hiyo ndoto itakuwa ina maana juu ya maisha yako yote. Na kila mtu utakayemwona kwenye ndoto ya leo, huyo mtu atakuwa ana maana juu ya maisha yako. Bwana Yesu, asante kwa shukrani hii, ukatende zaidi juu ya maisha yake. Amen.
Yesu nabariki zaka. Ulisema utamzuia laye na utafungua madirisha ya mbinguni, na achilia neema yako Mungu juu yake katika jina la Yesu. Amen. Chukua sadaka yako ya kawaida tumtolee Mungu. Kama una sadaka yako kawaida, chukua sadaka yako tumtolee Mungu, baadaye nimshukuru Mungu. Alafu muda wetu umeenda. Tunaonana Jumapili. Ya saa 3 asubuhi. Baadaye tunaisha saa 7. Mungu ni mwema, utakutana na neema ya Mungu. Amina. Chukua sadaka yako. Bwana Yesu, tunabariki sadaka hii kwa baraka. Mungu ukawabariki watoto wako. Kuna sadaka ya hiari. Ulimwambia Musa kutolea watoto wako wana Israeli wakiwa jangwani sadaka ya moyo kupenda. Sadaka ya hiari tunaibariki na baraka zake zikawepo ndani yake katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Amen. Basi wakati huu mtumishi Amani atailisha ibada yetu, na Mungu akubariki sana. Tutaonana Jumapili, wale ambao tunaona Jumapili. Baba mtakatifu uketie mahali pa juu sana, tunakushukuru kwa wema wako. Asante kwa ajili ya fadhili zako zinazodumu milele. Asante kwa kusema nasi, asante kwa kutuhudumia, asante kwa kutujibu, asante kwa utembeleo wa jinsi ya kipekee ambao Bwana umeuonyesha katika ibada hii ya leo. Tulikuja tukiwa wakame nafsini mwetu, lakini tumeondoka tukiwa tumejazwa nguvu mpya na maisha yetu yamebadilishwa kikamilifu. Hivyo Bwana, ninaomba tunapoondoka mahali hapa, baraka zako ziende pamoja na kila aliyekuwepo mahali hapa. Bwana, ukatubarikie zaidi. Ulinzi wa kimbingu uzidi kuambatana na kila mmoja hadi tutakapokutana siku ile ya Jumapili, tukawe katika hali ya usalama. Lakini pia tunamwombea mtumishi wako kipekee Prophet Daudi Tajiri. Endelea kumpa nguvu na kumuimarisha. Endelea kumpigania katika vita za wazi na za sirini. Endelea kumsogeza karibu kwenye maisha zaidi ya ushindi ambao Bwana umemwahidia, ili Bwana anapozidi kuwa salama na sisi tunazidi kuhudumiwa chini ya maongozi yake. Tusaidie Bwana katika jioni hii, tukawe na wakati mwema katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen.